Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Machi 6 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa iliyosema baiskeli za wenye ulemavu za bainika janga kwa wahitaji. Lakini kutoka ndoto ya msichana hadi mhariri mtendaji. Na katika mtandao utapeli, mamia laini za simu, kadi za benki za naswa. Lakini kuna habari inayosema LHC serikali idhibitiwe tarehe za kurejesha mikopo yake BOT. Na mwenyekiti IPP aongoza mazishi ya msanifu mkuu The Guardian. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema wadau 400 kukutana jukwaa la wanawake Superdome leo. Lakini mtandao wa utapeli wanaswa. Mawakili 40 wapewa zigo migogoro ya ardhi Tanga. Nyumba ya pazia ugawaji vizimba Kariakoo sokoni. Lakini huko Mashariki ya Kati ni piga ni kupige. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lenye linaanza na habari inayosema daktari ahadharisha msongo kupitiliza afya ya akili. Daktari ahadharisha msongo wa kupitiliza ni afya ya akili. Lakini wa kipato cha chini mbioni kuwezeshwa kumiliki makazi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Mwigulu ang'ang'ana na watumishi wa zembe. Huyo ni Dr. Mwigulu Nchemba ang'ang'ana na watumishi wa zembe. Habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini dhamana zabuni za kibenki sasa kuhakikiwa kidigiti. Dhamana zabuni za kibenki sasa kuhakiki kidigiti. Habari inaendelea ukurasa wa tatu, huku Askofu Kurtini kesi ya kiwanja cha milioni 60. Askofu Kurtini kesi ya kiwanja cha milioni 60 na CCM mtumishi asiyeweza kuwajibika aache kazi. Hicho ni Chama cha Mapinduzi. CCM asema mtumishi asiyeweza kuwajibika aache kazi. Habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na FCC yaridhia kampuni 7 kununuliwa. FCC yaridhia kampuni 7 zinunuliwe. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenyewe asubuhi ya leo linaandika NMB PPRA wazindua uhakiki dhamana zabuni za kibenki kidigitali. Na FCC TCRA kuchunguza vifurushi mitandaoni. FCC na TCRA kuchunguza vifurushi vya mitandao. Lengo ni kubaini kama wananchi wanarubuniwa, ni kufuatia malalamiko kuhusu bando kuisha mapema. Lakini bunge kuendelea kufanyika maboresho sheria nchini. Na Balozi Omari tunathamini mchango wa sekta binafsi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Huku bado kuna habari inayosema CCM yataka wananchi kupuuza wenye nia ovu. Chama cha Mapinduzi CCM chawataka wananchi kupuuza wenye nia ovu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira, huku KDF KRF na Muhas kuimarisha tafiti magonjwa adhimu. Habari inaendelea ukurasa wa 17. Na ECOWAS yaunda kikosi kupambana na ugaidi. ECOWAS yaunda kikosi kupambana na ugaidi. Habari inaendelea ukurasa wa 19 kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika mradi wa bilioni 11 umeme wa jua Kayenze wamvutia kiongozi. Mradi wa bilioni 11 umeme wa jua Kayenze wamvutia kiongozi tayari umeingizwa gridi ya taifa. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini jeshi la polisi linavunja mtandao wa utapeli wa simu halo. Na FCC yaanika hatua za kuimarisha ushindani na ukuaji wa uchumi. Habari zinapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Huku gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika mfumo mpya usajili wa shule kurahisisha elimu. Lakini FCC kuchunguza bando la intaneti kuisha haraka.
na kiongozi, maendeleo ni vitendo sio propaganda. Huyo ni kiongozi asema maendeleo ni vitendo na sio propaganda. Na NMB na PPRA wazindua huduma kidigitali kupitia Nesti, na Butiku Dr. Samia ndiye rais, tukubaliane na uhalisia wa Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini huko kimataifa, Irani yaishukuru Tanzania kwa salamu za pole. Irani yaishukuru Tanzania kwa salamu za pole. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Gazeti lako la Tanzania Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Samia atikisa tena kimataifa. Samia atikisa tena kimataifa. Tanzania atajwa katika mataifa yenye mvuto zaidi barani Afrika. Vigezo ni kutabirika kwa hali ya kisiasa, uwepo wa demokrasia, lakini ipo na mazingira rafiki ya kibiashara. Yanayovutia uwekezaji. Lakini kuna habari inayosema Dr. Migiro, CCM imebeba vinasaba ukombozi bara la Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo lenye asubuhi ya leo linatoa habarisha kwa habari inayosema BOT yajivunia mafanikio siku 100 za Rais Samia, yafikisha tani 19.32 za dhahabu, yaimarisha mifumo ya malipo nchini. Lakini polisi wavunja mtandao wa utapeli Morogoro. Habari hii imeshika kwenye vichwa vingi vya magazeti ya asubuhi ya leo. Ni mtandao wa matapeli uliokamatwa na jeshi la polisi huko Morogoro. Lakini Rais Samia amrejeshea mtoto Nicholas matumaini. Hiyo ni gazeti lako la Uelekeo. Huku gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, linaandika Rais Samia aongoza kikao cha baraza la mawaziri Ikulu Dar es Salaam. Lakini wanawake TANESCO watakiwa kuhamasisha matumizi nishati safi, na vijana kikundi cha Mshikamano grupu wajikomboa, huku Dr. Kellen Rozi aunga mkono juhudi za Rais Samia kuwawezesha wasichana, na Mtwara yaandika historia mpya katika sekta ya elimu. Habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania Leo lenye inaandika Mtwara yaandika historia mpya katika sekta ya elimu, vijana kikundi cha Mshikamano grupu cha jikomboa. Hiyo ni habari pia zinapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika ushirikiano wa serikali na sekta binafsi unavyovutia wawekezaji. Lakini watumishi MOI wapewa mbinu kukabiliana na msongo wa mawazo, na uwekezaji sekta ya elimu Mtwara waleta mapinduzi, huku vijana kikundi cha Mshikamano grupu wajikomboa kiuchumi. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika TFF VAR ni mchakato mrefu. Ni TFF wasema mchakato wa VAR ni mrefu. Lakini Yanga ichapa Singida Black Stars goli 3-0. Lakini Soa awekwa kikangoni Simba. Singida Black Stars yamrudisha Khalid Aucho dimbani. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kurasa za michezo. Na gazeti lako la Tanzania Leo linaandika ni shida Yanga ikiamua jambo lake. Lakini Singida Black Stars Aucho wazika tofauti zao. Singida Black Stars na Aucho wazika tofauti zao, kafu kutoa ufafanuzi wa AFCON 2026. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Machinga linaandika Princess Azam hakuna mbabe. Lakini kocha Liverpool akalia kuti kavu, Alonso atajwa. Yanga yaichapa Singida Black Stars goli 3-0. Lakini waliochezesha dabi wapongezwa. Hilo ni gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Huku Taifa Tanzania linaandika kama kawaida Yanga yachukua zote 3 mbele ya Singida Black Stars. Lakini vipaumbele vya AFCON 2027 ni ulinzi na usalama michezoni. Azam ya Ibenge ni ile ile ya msimu yote. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Huku gazeti lako la Majira linaandika Yanga yaendeleza ubabe ligi kuu NBC. Mikakati ya ulinzi usalama AFCON 2027 yapangwa. Simba kuifungulia booster B 19 kesho CRDB Cup. Ni gazeti lako la Majira
kwenye kurasa za michezo. Lakini tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Yanga ya isulubu Singida Black Stars, Prison Azam sare. Lakini Singida Black Stars wamalizana na Aucho. Usalama wa AFCON 2027 wajadiliwa. Sisi. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika kwenye michezo, Singida Black Stars yashindwa kufurukuta kwa Yanga na Simba ipo tayari kuikabili B19. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika siku 3 za soa Simba, sakata lake laibuka Ghana. Lakini Bonansi yaibua jambo basketball. Lakini Dube Okelo waendesha ushindi Yanga, na Christiani alivyopenya katikati ya wanaume ligi kuu. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huku gazeti lako la Nipashe linaandika dabi yaipa Simba jeuri ikiwapigia hesabu B19. Lakini Yanga haikamatiki, yaendeleza ubabe kwa Singida Black Stars. Okelo afungua rasmi akaunti ya mabao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.